miongoni mwa majina ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an. Allah katutajia pepo yake katika Qur'ani tukufu akaiita jannatul khuld. Qul adhalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida al-muttaqun. Je, waulize ya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waulize hawa makafiri, hawa waliopotoka na waliokataa mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, watakapopelekwa motoni, je, huko motoni ni bora kuliko ile pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu na akaipa jina la jannatul khuld, pepo ya milele, allati wu'ida almuttaqun, walioahidiwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa kikweli. Jannatul khuld ya milele sumiyat bidhalik lianna fiha khulud wala maut, kwa sababu anaingia peponi hakuna tena kufa. Fiha dukhul wala khuruj, anaingia peponi hakuna tena kutoka. Anaingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pepo ya milele, daiman wa abadan, kuendelea na kuendelea pasipokuwa na kifani. Hii ndio pepo aliyosifu Allah subhanahu wa ta'ala bi annaha jannatul khuld. Akaisifu kadhalika katika Qur'an jannatu al-ma'wa, indaha jannatul ma'wa. Allah subhanahu wa ta'ala aisifu pepo yake kuwa ni pepo ya ma'wa, pepo ya makaazi ambao yatakuwa ni makaazi ya mwisho ya wale waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ameisifu katika Qur'ani yake tukufu pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni jannatun na'im, ni pepo iliyo na neema nyingi ndani yake. Neema yoyote ambayo mwanadamu leo aweza kuisawirisha, na hata neema ambazo akili ya mwanadamu haijaweza kuisawirisha, iko neema hiyo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kila kinachotamani nafsi iko ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taladhdhu al-a'yun, na kila kitu ambacho kinapumbaza na kupendeza katika macho ya mwanadamu siku ya kiyama iko katika pepo ya Allah subhanahu. Ndio ikaitwa jannatun na'im, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaahidi na kuandalia waja wema. Akaita pepo yake katika Qur'ani tukufu darus salam, lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Hawa waja wema watakwenda kukuta siku ya kiyama, watakwenda kuwekwa katika darus salam. Ma hadhihi darus salam, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazuoni wakatuambia ikaitwa darus salam kwa sababu nne. Sababu ya kwanza, li salamati ahliha fiha min al-afat wa min al-mukaddirat wa min al-munaghisat wa min al-balaya wal-fitan allati tusibuhum fi ad-dunya. Kwa sababu kishakuwa katika pepo ya Allah subhanahu ni pepo ya salama, yale ambayo waja hawa waliyakuta katika ardhi hii mambo yaliyokuwa yakiwakera, mambo mazito, mambo magumu, balaa, misiba, mitihani ya hapa na pale, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna hata chembe ya mtihani, hakuna hata chembe au nukta ya balaa ya aina yoyote. Fahiya salima min al-afat, salima min al-munaghisat wal balaya. Ni pepo ambayo imesalimika na kila aina ya balaa. Dunia tulionayo leo ambayo inawaghuri wanadamu, inawapeleka mbio wanadamu, lakini iangalie ma akthara munaghisatiha wa ma akthara shawaibiha wa ma akthara ma fiha min al-umuri allati tukaddiru lil-insani 'aishuhu. Angalia katika mambo ambayo katika dunia hii yanayoharibu ladha na utamu wa mwanadamu katika maisha ya dunia, lakini bado mwanadamu huyu aiendea mbio, aitaka dunia hii kwa mali na hali. Asahau pepo iliyoitwa darus salam li salamatiha min jami'i afati dunya, kwa sababu imesalimika na maovu na shida zote za dunia hii. Atakayeingia peponi ameingia katika nyumba ya starehe. Ikaitwa darus salam kwa sababu
mwenye nyumba hii aliyoitengeza jina lake aitwa As-Salam. huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa Al-Malik Al-Quddus As-Salam. huwa As-Salam Rabbul Alamin, ndiye mwenye nyumba hii subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anaoingia nyumba hii aingia Darus Salam lianna baniha huwa As-Salam. Yule aliyejenga nyumba hii Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ni As-Salam. Ikaitwa Darus Salam kwa sababu watakaoingia katika nyumba hii, nyumba bora, nyumba iliyo afdal ma yatamannahu almuslim wa afdalu umniyatihi, watakaoingia katika nyumba hii kuanzia mlangoni watapokelewa na salam, watapokelewa na salam, salamun. Wakiingia malaika wanawaamkua kwa tamamkuzi ya salam, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaika wanawaambia waja wema watakapokuwa wanawapokea katika milango ya peponi, wanaambiwa salamun alaykum, salam iwe juu yenu, bima sabartum, kwa yale mlioyasubiria duniani, fa ni'ma uqbad dar, huu ndio mwisho mwema na ndio nyumba nzuri mliyopata kuwa ni mwisho wenu. Bali mamkuzi haya ya salam hayatomalizika kwa malaika peke yao. Qur'ani inatuambia kwamba mamkuzi ya salamu yatatoka kwa Allah Rabbul Ula Al-Azizul Jabbar subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe atawamkua waja wake kwa neno la salam. Ndani ya suratu Yasin Allah subhanahu wa ta'ala atuambia salamun qawlan min rabbir rahim. Waja wema wakishaingia peponi Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia salam. Na tamko hili la salamu ni la nani? Minal malaika. Malaika watatoa salam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe naye atakuwa na salam qawlan, tamko ambalo litatamkwa min rabbir rahim, kwa Mola aliye na huruma subhanahu wa ta'ala. Imeitwa Darus Salam kwa sababu wale watakaokuwa pale ndani watakuwa maneno yao wakizungumza ni maneno ya salam, maneno mazuri, maneno ya amani, maneno ya kuleta mapenzi. Hakuna maneno ya upuzi katika pepo, hakuna maneno ya ujinga katika pepo, hakuna matusi, hakuna maneno ya uchafu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha, hawatosikia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala lagwan, maneno ya upuzi, maneno ya kijinga, wala ta'thiman, wala hawatosikia maneno machafu yaliyo ya madhambi, maneno mabaya ambayo mwanadamu huyatamka mara kwa mara, anajiandikia katika kurasa zake madhambi bila kutambua. Katika pepo mambo hayo hakuna. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Maneno ambayo watakuwa wakiyasikia na wakiambiana wenyewe kwa wenyewe ni salam na salam, salam katika jannati an-na'im, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa majina mengi yaliyokuja katika Qur'ani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutaendelea kuyataja na sifa zake kadhalika tunaendelea kuzitaja, ni jannatu al-firdaus, pepo ya firdaus, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam fi al-hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari akawaambia waumini, fa idha sa'altumullah, mnapomomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo, fas'aluhu al-firdaus, muombeni firdaus. Fa innahu, kwa sababu hiyo firdaus awsatul janna, ndiyo pepo ya kati na kati iliyoko katikati ya pepo katika zile darajat, wa a'la aljanna, na ndiyo pepo iliyo ya juu zaidi peponi. Minhu tufajjaru anharul janna, kutoka kwenye pepo za firdaus ndipo zinachimbuka mito inayotembea katika pepo zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika riwaya nyingine, wa fawqahu arshur rahman, na juu yake pepo ya firdaus ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo sakafu yao. Haya ayuha almuslimun ni baadhi tu ya majina za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuja katika Qur'an, ili kuonesha sharaf almawsuf, ni cheo
kilioje cha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anachokieleza katika Qur'ani kutokamana na wingi wa majina yake.